Majina anaitwa Asha Omari Waziri, ni mke wake. Umetokea jana usiku saa sita usiku. Ilikuwa tu ni homa tu za hapa na pale, lakini hakuwa iko serious sana. Ila jana tu hali yake ilibadilika majira ya saa 1 jioni. Ilibadilika, alikuwa anashindwa kuhema, pumzi ikawa ndogo. Kufikia mpaka saa 5 ikawa iko tight. Ikabidi tumpeleke hospitali. Kufika pale hospitali, tumeanzia pale emergency. Hawakuwa wameanza kutoa huduma yoyote. Mgonjwa akawa amepoteza maisha. Hospitali ya Malolo. Tunatarajia mazishi yatafanyika Tanga. Ambapo ndo kwao. Ameacha watoto 4. Tutamkumbuka kama kiongozi wa familia. Alikuwa baba bora. Alikuwa ni mume mwema. Kwa majina naitwa Ahmad Waziri Omari, ni mtoto wa Waziri Omari Waziri. Ninachopenda kumwombea babangu alazwe pema peponi inshallah. Tamkumbuka kwa kunifundisha Qur'ani na kuswali, kumtambua Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Zuberi Masudi, natokea mamlaka ya hali ya hewa kanda hii ya Magharibi, kituo cha Tumbi. Ndugu yetu Waziri Omari Waziri alikuwa ni mlezi wetu, na kwa masikitiko makubwa sana tumempoteza mtu ambaye alikuwa na tija kubwa katika mamlaka ya hali ya hewa. Amefanya mambo makubwa sana akiwa kiongozi mkubwa katika kanda hii ya Magharibi. Kwanza alikuja kutuunganisha sisi wafanyakazi na kutufanya kuwa ni kitu kimoja. Alikuwa mlezi wetu, kitu ambacho hakupatapo kufanya kitu chochote pasina kutushirikisha. Na kwa mimi binafsi najivunia sana kufanya naye kazi. Nimefanya naye kazi kwa mara ya kwanza nikiwa Dodoma, na baadaye nimekuja kufanya naye kazi nikiwa Tabora. Na mimi niko Tumbi, lakini tumekuwa tukishirikishana sana kwa mambo mengi sana ya kiutendaji kazi kwa niaba ya kuipeperusha bendera ya mamlaka ya hali ya hewa kanda hii ya Magharibi. Na kimsingi binafsi nimekuwa na pengo kubwa sana, nadhani pengo lake litachukua muda sana kuzibika kwangu. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu, kwa masikitiko makubwa sana tunatoa pole kwa familia na jamii, kwa sababu pia alikuwa ni mwanajamii na amekuwa akishirikiana na watu mbalimbali, kama ambavyo tumevyokusikia viongozi wa dini wakimsemea sifa zake nyingi za wema. Na ni vile tu ambavyo Mwenyezi Mungu amemhitaji, lakini kama ingekuwa kuna option ya kusema kwamba huyu bwana waziri abaki, tungeendelea kumwombea waziri abaki ili aweze kuendelea kufanya kazi ambayo alikuwa nayo kwa kipindi chote. Kikubwa sana tutakachomkumbuka huyu bwana waziri, alikuwa ni mtu ambaye kwanza anaipenda kazi yake. Yaani muda wowote anaweza kukupigia hata kazi usiku, akikwambia kwamba anahitaji uchukue majukumu haya. Na baada ya hapo kesho yake ni utekelezaji. Muda hata akiwa likizo, alikuwa hana likizo, anafanya kazi. Yaani mpaka kuna wakati fulani anaweza mkiona simu yake unakataa kupokea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli unaona kabisa ni mtu ambaye alikuwa ni mzalendo, mpenda kazi, mchapa kazi. Kwa hilo kwa kweli nadhani tutamkumbuka sana. Kwa majina naitwa Agnes Karukora, ni mfanyakazi wa mamlaka ya hali ya hewa TMA Tabora. Kwanza alikuwa ni kiongozi wangu, lakini pia alikuwa ni kama baba katika taasisi yetu. So tumepokea msiba huu kwa majonzi makubwa. Tutamkumbuka kwa mengi kama taasisi, lakini pia kama mtu binafsi, kwa sababu alikuwa ni bora kwa nafasi yake, aliplay part yake. Kwa majina naitwa Tegemeo Musomola, nafanya kazi katika mamlaka ya usafiri wa anga, uwanja wa ndege wa Tabora. Marehemu nimekuwa hapa kwa muda kama miaka 2. Kwa marehemu nimemfahamu toka wakati nimefika hapa, kwa sababu yeye anafanya kazi katika mamlaka ya hali ya hewa, ambapo mamlaka zetu zinashirikiana kwa karibu katika kufanya kazi. Kwa hiyo mimi ni mmoja wa watu ambao nafanya naye kazi kwa karibu zaidi na mara nyingi. Kwa naweza nikakumbuka ushirikiano wake katika kazi na upendo wake katika hali ya kawaida. Ni mtu ambaye
alikuwa anapatikana katika kila wakati ambapo unataka apatikane, na pia ni mtu ambaye amekuwa na ushirikiano mkubwa na watumishi wenzake. Mimi naitwa Musa Mchola, ni msimamizi wa kiwanja cha ndege cha Tabora. Leo majira saa 1:30 wakati tunaingia ofisini, tulipata taarifa Mr. Waziri amefariki. Kwa hiyo kwangu mimi ni nasikitika, kwa sababu kwanza waziri ni rafiki yangu, tumeshirikiana kwenye kazi nyingi, ametoa ushirikiano sana pale tunapohitaji ushirikiano kikazi, na kiukweli ni familia ya kiwanja cha ndege cha Tabora, na ni miongoni mwa viongozi ambao walitusaidia sana kuhakikisha kwamba tuna umoja kwenye eneo letu la kazi, na pale kunapotokea changamoto mbalimbali, yeye alikuwa mtu muhimu sana kusawazisha jambo lolote ambalo aliko sawa. Kwa hiyo kwangu kiukweli ni pigo kwangu, kwa sababu ukiachana na mambo ya kazi, hata mtaani tulikuwa tunashiriki ibada za Ijumaa pamoja, michango mbalimbali. Kwa hiyo ni masikitiko kwa kweli, na namtakia kila laheri, Mwenyezi Mungu amrehemu, ampunguzie adhabu ya kaburi, ampokee. Nashukuru kwa kila jambo, kwa sababu yote kwa yote Mwenyezi Mungu ndo anayejua. Ndugu zangu, kwa mukhtasari nizungumzie ndugu yetu bwana waziri. Sisi tumefikwa na msiba mkubwa, Waislamu, viongozi wa dini na hata eneo letu hili, msiba uliotufika ni mkubwa sana. Lakini mji wetu wa Tabora umefikwa na msiba mkubwa. Bwana waziri alionekana labda kwa wengi ni mtu wa kawaida, lakini naomba niwabashirie na niwafahamishe, bwana waziri alikuwa ni mtu mkubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana waziri, hapa mnapopaona ni mji mpya huu mgeni. Mji umeanzishwa hauna miaka 5, lakini ametufanyia harakati za kidini hapa. Amefungua madrasa, akatoa nyumba yake, sehemu ambayo alipaswa labda yeye mwenyewe awepo, iwe ni sitting room yake, iwe ni sehemu ya kufurahi yeye na familia yake, lakini aliitoa kwa ajili ya watoto kusoma. Watoto wa area hii mpaka wa ng'ambo ya pili kule wanakuja hapa kusoma. Ana watoto wasiopungua 100 wanaosoma Qur'ani kila siku ya Allah hapa. Bwana waziri, mimi ni shekhe mkubwa katika mji huu. Nilikuwa na mimi nina maeneo hapa, napita hapa, nikaona mwalimu anafundisha watoto wachache kama watoto 5 6, lakini ndani ya muda si mrefu palijaa watoto hapa wa kutosha wengi. Alifanya mahfali hapa moja ya aina yake ya kuwahudhurisha watoto wayatoe au wayaeleze kwa wazazi wao yale walioyasoma. Alihudhuria shekhe wetu wa wilaya, alikuja, alijionea mwenyewe. Mambo aliyoyafanya hapa ni makubwa. Bwana waziri, ile eneo mlokaa ndugu zangu hapo, eneo lake alinunua viwanja viwili. Kiwanja cha mbele alinunua kwa ajili yake, kiwanja cha nyuma alinunua kwa ajili jengwe madrasa la msikiti, watoto hawa wasomee mahala hapa. Kafanya kazi kubwa sana ya dini, na bado ana mengi. Kabla ya kuja hapa bwana waziri alikuwa yuko maeneo ya Sekulu pale, ameshiriki na Waislamu vizuri, amekuwa akisaidia paka nyumba za Allah, analipa maji katika msikiti wa Muhajirina pale, hajaacha kulipa mpaka umauti huu umemkuta. Ni mtu wa aina yake. Unapomzungumza katika mji anaweza kawa mgeni, lakini katika majambo ya dini ni mwenyeji. Yani waliomjua wote wamemjua kwa sababu ya harakati zake za dini. Naamini kifo chake kwake ni kheri kubwa, na anakwenda mahala pema sana.